Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Aprili 3 siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Kabla hatujazaliwa, Mungu alitupenda, alipanga kutujua na sisi tumjue yeye. Anatutafuta kama mchungaji mwema na anatualika kukaa ndani yake kila siku. Tunahitaji tu kuchagua kumwitikia yeye na kisha kubadilisha unyonge wetu na hali yetu ya Ulaodikia kwa zawadi zake nzuri. Tazama Ufunuo 3:18 na 19. Kama ulivyo ukuaji wa polepole wa matawi ya mzabibu, uhusiano wetu na Mungu unaweza kukua polepole na unaweza kulipuka na kufurika kutokana na nguvu tunayohitaji sana. Bila kujali kasi tunayokuwa nayo na wingi wa matunda yanayozalishwa katika maisha yetu, tunahitaji utomvu wa kila siku au Roho Mtakatifu ili kuhakikisha kwamba tunabaki kushikamana na Yesu. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kukaa ndani yake Kristo kunamaanisha kudumu kumpokea Roho wake Mtakatifu, maisha ya kujisalimisha kindakindaki katika huduma yake. Njia ya mawasiliano ni lazima iwe wazi kila mara kati ya mwanadamu na Mungu wake. Kama matawi ya mzabibu, ni lazima sisi tushikamane na Yesu na kupokea nguvu na tabia yake kamilifu kwa imani. Ellen G. White, Tumaini la Vizazi Vyote, sehemu ya pili, ukurasa wa 290. Mche mkavu uliokatwa unawezaje kuwa mmoja na shina la mzabibu kuu? Unawezaje kufanywa kuwa sehemu ya maisha na ustawi wa mzabibu ulio hai? Ni kwa kupandikizwa tu ndani ya mzabibu, kwa kuletwa kwenye uhusiano wa karibu zaidi iwezekanavyo, nyuzi kwa nyuzi, mshipa kwa mshipa. Tawi hushikilia sana mzabibu unaotoa uhai hadi uhai wa mzabibu, kama tawi hilo likiwa na tawi. Ellen G. White, Manuscript 67, mwaka 1897. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: tafakari juu ya maisha yako. Je, unaweza kutambua matukio yoyote ya maisha ambayo yamekuingiza katika hali ya kiroho ya Laodikia? Ni matukio gani ambayo yamekuleta karibu zaidi na Mungu? Swali la pili: Ellen G. White anazungumza kuhusu kupokea Roho wake mara kwa mara. Je, ni mara ngapi unaomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu? Ni nini kinaweza kubadilika ikiwa unapokea Roho Mtakatifu kila siku? Swali la tatu: ni nini kinachoweza kubadilika ikiwa sisi kama kanisa tungeomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu kwa bidii zaidi na mara kwa mara zaidi? Swali la nne: uwe mkweli kwako mwenyewe bila kujihurumia, hata kwa uchungu juu ya uhusiano wako na Mungu. Je, ni chaguo gani makini unalohitaji kufanya ili kuwa na ukaribu naye anaotaka lakini unazuia? Muhtasari: kabla ya kuanza kukua katika uhusiano na Mungu, inatubidi kwanza kutulia ili kufikiria uhusiano wetu wa sasa na yeye ulivyo. Ikiwa ni Laodikia au ikiwa matawi yetu hayastawi, Yesu ana suluhisho kamili kwa hali yetu ya kiroho: kukaa ndani yake. Hili ni somo la kwanza kabisa la robo ya pili ya mwaka 2026, somo linalosema kukagua uhalisia. Mungu atubariki sote na uwe na wakati mwema.